taifa letu linahitaji watoto ambao wamepitia katika malezi yaliyo sahihi. Na malezi bora, kuna ujumbe ulipita hapa kwamba si swala la chakula tu, ni namna gani ambavyo tunatengeneza maisha ya huyu mtoto ili awe tegemezi kwa taifa lake, kwa kata yake, kwa kijiji chake. Ilipita igizo moja hapa nzuri tu, namna gani ambavyo mtoto katika ngazi ya familia anatakiwa atunzwe. Tukiharibu pale, tumeharibu taifa. Tukiharibu kwenye familia, tumeharibu kwenye taifa. Tumeharibu kwenye jamii inayotuzunguka. Unapoona kuna shida kwenye mtoto, kijana huyu aliyopo sasa hivi, maana hujue kwenye ngazi ya familia na ngazi ya jamii ambayo inatuzunguka kuna shida. Hakutengeneza mazingira mazuri, hakutengeneza malezi ya mtoto. Sheria ya mtoto ya mwaka 2009 inatupa majukumu ya kuweza kuangalia haki na kulinda stahiki za mtoto. Tunaanza kuzilinda haki za mtoto tangia akiwa tumboni kwa mama yake, katika muktadha wa kuangalia mahitaji yake ya mama na pia vyakula ambavyo vinamsaidia mtoto katika ukuaji na hata anapozaliwa. Dunia imepitia mabadiliko mengi sana. Mabadiliko haya yamesababisha kutungwa kwa sheria hizi ili kuweza kusimamia haki za mtoto. Niwashukuru hawa wenzetu wa World Vision. Kwenye salamu hizi nisipowashukuru na hawa watu nitapata dhambi. Hawa watu wa World Vision, ndugu zangu, mko hapa, mimi kama mheshimiwa diwani wa Ikata ninawatambua, lakini pia nawashukuru sana kwa kazi zenu mnazozifanya ndani ya kata na tarafa kwa ujumla. Mnasaidia sana serikali, mnatusaidia sana. Sisi hatuna cha kuwapa, isipokuwa kila tunapopata nafasi kama hizi tutaendelea kuwazungumzia yaliyo mema. Tunawashukuru sana na tunaendelea kuwatia moyo, endeleeni na moyo wenu huo. Lakini pia niwashukuru na hawa watu wa Compassion. Nanyi pia tunawashukuru sana. Tunawaona jinsi mnavyojitoa katika harakati za kulea vijana wetu. Na vijana wetu wanaonekana kabisa kwamba tunakoelekea ni kuzuri. Tunahimiza hawa watoto kwa wazazi wetu waweze kutoa mahitaji kwa watoto hawa wazazi. Lakini kwa maelekezo yenu Compassion, wazazi inaonekana wanaitika sana. Na ndio maana leo tumekutana na watoto ambao tumewaona kwamba wako vizuri. Sisi kama wadau wa maendeleo, na ni shirika ambalo linafanya kazi kuhakikisha kwamba mtoto anafurahia maisha katika ukamilifu wake, tunafanya kazi katika maeneo tofauti tofauti: afya, lishe, maji, kilimo, lakini mambo ya ulinzi na usalama wa mtoto. Kwa hiyo tunapoongelea pia habari ya mtoto ni malezi, tunaiangalia kwanza kuanzia katika ngazi ya familia. Sisi kama shirika pia tunakuwa tunatoa mafunzo mbalimbali sana na ambayo yako katika modo yetu inayoitwa Faith and Development. Kwa maana ya kwamba kupitia mafunzo hayo tunakuwa tunakutanisha familia au kaya, wazazi wanakuwa wanashirikishwa na kupewa elimu kuhusiana na mambo mbalimbali ya malezi ya watoto, namna ya kuzifurahia familia. Kwa hiyo kama wazazi au walezi wanapokuwa wanapata mafunzo hayo namna ya kuzifurahia familia, moja kwa moja kuanzia ngazi ya familia tunakuwa tunajenga msingi imara wa malezi na makuzi kwa mtoto. Kwa sababu kumbuka kuwa mtoto mbali na kwenye familia, lakini anaingia katika jamii. Mtoto anakuwa shuleni, mtoto anakuwa katika maeneo mbalimbali, labda makanisani au msikitini, kwenye nyumba za ibada. Huko kote pia anakutana na watu tofauti tofauti, lakini sasa anapata malezi gani ambayo pia tukiunganisha na kile ambacho amefundishwa kwenye familia, tuwe kwamba tumemlea mtoto ambaye aweze kustawi katika hayo maeneo niliyoyasema yote, ikiwa ni pamoja na kuimarisha imani yake, kukuza imani yake. Kwa hiyo tunaona kwamba jukumu la malezi sio tu kwa familia peke yake. Familia ni msingi, lakini pia kila mmoja kwenye jamii ana nafasi ya kuhakikisha kwamba anafanya sehemu yake kumlinda, kumlea na kumtunza huyu mtoto ili aweze kukua katika misingi iliyo imara, lakini pia kumsaidia namna ambavyo asiwe anajikuta anafanyiwa ukatili kwa sababu tu kuna eneo moja au kuna upande mmoja haujafanya sehemu yake.
Kwa hiyo kwa kushirikiana na wadau mbalimbali tutaendelea pia kutoa elimu kwa jamii, kuona namna gani sisi kama shirika lakini pia na wadau wengine tunasimama kwenye nafasi yetu kuendelea kujenga uwezo kwenye jamii, kama nilivyosema, kuanzia kwenye ngazi ya familia, lakini pia nje ya ngazi ya familia pia kupitia viongozi mbalimbali wa dini ambao pia huwa nao tunakuwa nao na mafunzo, kuwaelimisha, kwa sababu pia ni kundi ambalo lina watu wengi ambao linawategemea na linawasikiliza. Kwa hiyo hata hayo makundi ya viongozi wa madhehebu pia nao wanayofanya kwa sehemu yao kuhakikisha kwamba wanapokuwa wanatoa mafunzo mbalimbali kwa wazazi, kwa walezi na hata kwa watoto wenyewe, kuona ni kwa namna gani mwisho wa siku tunajenga familia imara pamoja na taifa imara ambalo tunalisema kwamba msingi wake unaanzia katika ngazi ya familia. Kwa hiyo kila mmoja akifanya nafasi yake, jamii ikifanya nafasi yake, taasisi zikifanya nafasi yake, taifa pia likafanya nafasi yake na familia ikafanya nafasi yake, tutamjenga huyu mtoto, tutaijenga hii familia bora na itakuwa katika malezi na makuzi imara ambayo yatachangia pia katika ustawi wake. Tupo hapa leo tarehe 30 mwezi wa 6 kwa ajili ya maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika ambayo hufanyika kila baada ya tarehe 16 mwezi wa 6. Kwa wilaya yetu tumefanyia hapa Zombo leo tarehe 30 tumehitimisha, na huduma zetu sisi tunawahudumia vijana na watoto kuanzia mwaka 0 mpaka 22, na tunawalea watoto kwa malezi ya kiroho na kimwili pia, lakini pia tunawahudumia katika nyanja za kiafya, kielimu pamoja na kijamii kwa ujumla. Ni vijana ambao tunawachukua, tunawasaidia katika swala zima la ada, swala zima la matibabu na mambo mengine, lakini kubwa kwa lote tunadili na ulinzi wa mtoto pamoja na kuhakikisha vijana hawa wanatimiza ndoto zao. Shukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa tumemaliza salama, na pia nawashukuru shirika la World Vision kwa kuwa sambamba na sisi wanafunzi, kwa kuwa wanatusaidia katika kutetea haki zetu. Wamekuwa sambamba katika